Naitwa Alice Mkonya, ni hakimu mkazi mahakama ya mwanzo Newala mjini. Asante. Leo kama ambavyo mtangazaji wetu umetangaza, tutaongelea mamlaka za mahakama na mabaraza ya usuluhishi kwenye mashauri ya ndoa. Nimeshawahi kuzungumzia, tunakumbushana kwa sababu inawezekana kuna mwingine hakuwahi kusikia ili apate uelewa. Kama kukitokea changamoto yoyote anatakiwa kwenda mahakama hivi. Sasa hizi mahakama zimepewa, kuna mahakama ambazo zimepewa mamlaka ya kusikiliza mashauri ya ndoa. Yaani mashauri ya ndoa baada ya migogoro kutokea na kupita huko kwenye mabaraza ya usuluhishi. Kwa hiyo unapopeleka mahakamani shauri, ni mahakama ipi sasa ndo tunatamani leo ujue. Kwa kesi ya kwako wewe ya ndoa iliyofungwa kwa kufuata misingi ya dini fulani inaenda wapi? Sasa mahakama zimepewa mamlaka na sheria ya ndoa. Zipo mahakama za mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama ya hakimu mkazi, mahakama kuu, mahakama ya rufani, zina mamlaka ya kusikiliza mashauri haya ya ndoa. Sasa ndio tukianza kwenye haya mashauri ya ndoa, mahakama za mwanzo, mashauri gani yanatakiwa yaje kwetu? Ni yale mashauri ambayo wanandoa walifunga ndoa ya Kiislamu na kimila tu. Hatuna mamlaka ya kusikiliza mashauri ambayo wanandoa walifunga ndoa ya kiserikali au ya dini ya Kikristo. Hatuna mamlaka hayo. Mamlaka hayo yamepewa katika mahakama ya wilaya na mahakama ya hakimu mkazi. Kwa hiyo sisi kwetu tunakutegemea wewe ambao mmefunga ndoa. Ni yawezekana wanandoa akawa na dini. Kwa mfano mmoja akawa ni Mkristo, mwingine Muislamu. Hatuangalie dini zao wenye, tunaangalia ndoa iliyofungwa. Imefungwa ndoa gani? Kama ni ya Kiislamu au kimila. Watu wasichanganye hapo. Sababu mtu anasema kwa sababu yeye ni Muislamu basi moja kwa moja anakuja. Hapana, kuna wale Waislamu ambao walienda kufunga ndoa za kiserikali. Kwa hiyo ndoa zao zitaenda mahakama ya wilaya. Sawa. Na kwenye mahakama zetu sisi za mwanzo sasa, ukifika baada ya kusikiliza, kuna maamuzi yanaweza kutolewa, kuna amri zinaweza kutolewa kuhusiana na matunzo. Ndio. Umeona, matunzo ya watoto, mgawanyo wa mali, talaka. Tutafika, kuna kitu nataka nikizungumzie kwa sababu nimeona ni changamoto. Kinatokea sana Kinatokea sana. Sasa kwenye mahakama ya hakimu mkazi na mahakama za wilaya nimesema ndoa zilizofungwa, hizi ndoa wanazoita za kiserikali au za Kikristo ndo zinaenda kule. Haijalishi kama wanandoa hao ni Waislamu au sio Waislamu. Kwa kuwa walifunga ndoa kiserikali. Serikali unamaanisha nini? Wengine labda wafahamu, kuna ile wanaenda Rita kule, wanafungishwa ndoa wanaitaka kwa mkuu wa wilaya. Ndio. Umeona? Kama umefungishwa kule ndoa yako, basi unatakiwa kwenda mahakama ya wilaya au ndoa za Kikristo kule. Kwa hiyo na baada ya hapo kuna mahakama kuu. Mahakama kuu inasikiliza pia kesi za ndoa. Umeona, kesi zote kubwa za ndoa. Kuna watu wana mashauri yao makubwa, kuna watu wengine wamefunga hata ndoa nje ya nchi, wamezijileta huko na mali nyingi. Umeona, zinasikilizwa mahakama kuu. Umeona. Sawa. Tuna mahakama ya rufani. Mahakama kuu pia inasikiliza na rufaa. Kwa mfano kesi imetoka mahakama ya mwanzo, hujaridhika, utakata rufaa kwenda mahakama ya wilaya. Mahakama ya wilaya hujaridhika, utakata rufaa kwenda mahakama kuu. Mahakama ya rufaa ipo sasa ambayo inasikiliza na zenye rufaa. Umeona? Inasikiliza rufaa. Kwa hiyo unapopata changamoto, cha kwanza lazima ujue ndoa yako ni ndoa ya aina gani. Kama ni kimila njoo mahakama za mwanzo. Sasa nimependa kusema hizi kuna kwenye hizi mahakama zetu hizi watu wanafika kuomba, wengi wanakimbilia kuomba talaka. Na kwa nini mtu anawahi talaka? Sasa mimi ndio nataka nije hapo kwamba sio kwenye kila migogoro kimbilie talaka. Unajua talaka inavunja ndoa kabisa. Ndio. Ukiwasikiliza wahusika utakuta ni mgogoro mdogo tu ambao ungeweza kusuluhishika tu. Tutafika kwenye mabaraza ya usuluhishi, kazi yao waijue. Ungeweza kusuluhishika tu kwa kuwasikiliza. Utakuta ni kutokuelewana tu kawaida. Mmeshindwa kuelewana kwenye hela mlioipata labda baada ya kuuza labda korosho au ufuta. Ni kuelewana tu pale, lakini mtu anakimbilia kutoa talaka, tuachane. Sasa kumbuka kuna watoto wapo, umeona? Kabisa. Watoto wapo. Unapoenda kuachana na mtu uanzisha familia nyingine, utaweza kuitunza ile nyingine?
Umeona? Kwa hiyo ndio nimesema nimependa kuzungumzia hili ili wajue ndio tunasikiliza mashauri, lakini sio kila shauri lipelekee wewe kudai talaka. Kuna mambo ambayo kweli hayavumiliki. Mfano, ukatili ule umezidi, umepitiliza wa kiakili, kimwili, mtu anakupiga, ameshakukata, umejaribu kulisuluhisha, lakini hapo sawa. Lakini kutokuelewana kidogo kwenye vitu ambavyo labda mali mlizozipata. Unajua hivi, hata tukiachana na ndoa, kwenye hali tu ya kawaida, hata ndugu mkikaa nyumba moja, kuna kutokuelewana kupo. Mbona undugu haufi? Kabisa. Mbona undugu haufi? Hata makazini tu kutokuelewana kupo. Umeona? Lakini bado mnaendelea kufanya kazi. Sasa kwenye ndoa changamoto iliyokuwepo, ndio unaruhusiwa kwa dini yako, inawezekana unaruhusiwa kutoa talaka, lakini muangalie talaka hii inaitoa kwa sababu gani? Kutokuelewana kidogo kwenye baba mapato mlopata hakupelekei ndoa hiyo kuvunjika jamani. Kwa hiyo mimi nimependa kulisema hili ili wanandoa wote wasikie. Kwa sababu mashauri yanayokuja mahakamani, sababu ambazo zinatolewa, mtu nishampa mke wangu talaka zote 3. Sababu inayotolewa hata yani hata kiuhalisia tu ivunji ndoa. Hata watoto wenu wakija kuwa wakubwa wakisikia hivi baba alimwacha mama kwa sababu hii, kweli wanamtoa akili. Yaani hivyo kwa sababu ndoa ikivunjika kuna utengano wa watoto. Kama mna watoto mtaanza kugawana. Watoto watakosa malezi ya baba na mama. Mwisho wake watajifunza nini? Ndio unaanza kujiingiza kwenye matukio ya uhalifu. Yaani mambo ambayo, kwa sababu baba, niwaambie tu, kwenye jamii ana nguvu. Sauti ya baba ina nguvu. Sauti ya baba ina nguvu. Sijui sasa tunaongelea baba wa zamani au baba wa sasa hivi, labda mnisaidie nyinyi wakina baba wa sasa hivi. Wa baba wote. Je, unaweza kukemea? Kuna umuhimu wa baba kukaa kwenye nyumba. Yaani hivi tuachane na tunajitaga mosa nyingine masingo mama na, lakini kuna sauti ya baba. Unajua ukikaa na mtoto, kwa mfano sisi wakina mama saa nyingine ni wapole. Mtoto anamwambia acha kitu, haachi. Acha, lakini baba akamwambia nishakwambia acha. Yaani ni chapo kabisa. Ndio maana ninasema sasa ukitokea mtafaruku kidogo kwenye ndoa, baba ukasema muachane, au watoto wanaelewa na nani? Mwisho siku umwambii chochote kwa sababu kwanza haukuwepo kwenye maisha yake. Na amekaa na mama atamfanya nini? Mama ana huruma. Kwa hiyo mwisho siku tunatengeneza kizazi ambacho ni hatari. Kwa sababu trend ya talaka sasa hivi inazidi kuongea kidogo tu, talaka. Hapana, mambo yanazungumzika. Na anaanza kuzungumzika wapi? Ndio tunaenda sasa kwenye mabaraza ya usuluhishi. Nikija kwenye mabaraza ya usuluhishi, mabaraza ya usuluhishi pia na yenyewe yameundwa tu kisheria. Umeona? Na anatambulika. Kabla ya kufika mahakamani, una mamlaka una haki ya kuja kufungua shauri mahakamani. Lakini lazima upite kwenye baraza la usuluhishi. Na hilo ni sharti. Yaani sharti. Utakiwa uvuke njia. Hakuna kuruka. Kuna exception. Kuna sababu ambazo kidogo tunaweza tukazielewa kwa nini hujaenda kwenye baraza la usuluhishi. Mfano, mwenzio amefungwa maisha. Unaenda kwenye baraza la usuluhishi kumsuluhisha nani wakati hayupo? Au mwenzio kaugua, ana changamoto za afya ya akili. Ana ukichaa. Ukienda kule sasa wakata mapanga. Umeona Kuna sababu ambazo labda mwenzio amekutelekeza, amekimbilia nchi nyingine, utampatia wapi? Kabisa. Kuna sababu ambazo zipo. Lakini tukija kwenye uhalisia, mwenzako yupo. Sasa kuna wale ambao anaenda baraza la usuluhishi lakini hataki mwenzio afike. Kwa hiyo anaenda tu kwa sababu nitaka la sheria aende, akifika kule, mimi ninachotaka tu ni fomu. Na kule si wanajua wenyewe, hapa ni hela tu. Mwingine hata hajaitwa, anaambiwa tu shauri lako liko mahakamani. Uliitwa baraza la usuluhishi ukufika. Hapana. Kazi ya baraza la usuluhishi ni kuwapatanisha. Sio kutoa hukumu. Sio kutoa hukumu kwamba hapa hamna ndoa hapa. Maana wana tabia hiyo. Labda nifikishe kwa BAKWATA, wana tabia hiyo. Hapa hamna ndoa hapa. Hapana, sio kazi yako. Kabisa. Wewe hakikisha watu wanaelewana, wanapatana. Sikiliza changamoto yao. Sikiliza changamoto yao, wasaidie kutatua, kwa sababu unakuta ni mgogoro tu wa kawaida. Ndio maana wanatakiwa waende kule. Sasa kule wakifika, bahati mbaya wanachozungumzia ni mali walizotafuta pamoja. Ugomvi inawezekana sio hata hizo mali, ni chanzo kingine. Labda tumepata hela ndio, lakini mwenzangu kaenda kuonga, au mwenzangu anatoka nje ya ndoa. Hiyo ndio unakuta, hizo ndio chokochoko za chini. Suluhisheni hizo ili kuepusha mashauri haya yasifike mahakamani. Mahakamani tutajikuta tutakuwa na mrundikano. Kikesi tu kidogo cha kutokuelewana mlete mahakamani kwa ajili ya kuvunja ndoa. Hapana. Kwa hiyo mabaraza haya ya usuluhishi yakifanya kazi yao vizuri kuwasuluhisha kwenye migogoro yao,
sio kuangalia mali walizotafuta waanze kugawanya au kuvunja ndoa. Baraza ya usuluhishi iwe ni BAKWATA au yoyote ya kidini hayana mamlaka ya kuvunja yenye ndoa. Wao wakawapatanishi. Angalia tatizo ni nini? Kwa nini wewe labda mwanamke ana mdomo sana? Kwa nini unaongea sana? Hebu wasikilize, kwa sababu unaweza kukuta mtu ana mdomo lakini anachokiongea kina mantiki. Sasa kama umsikilize utajuaje? Yaani utajuaje changamoto? Lakini wakifika wanachokimbilia ni kugawa mali, kutoa talaka. Kwa hamna mamlaka kutoa talaka. Unatoaje wewe talaka? Unaandika, utakuta unaandika wewe talaka. Unaandika talaka ulioa wewe. Umeona? Ulioa wewe. Wasikilizeni hao, kwa sababu tukikimbilia kuvunja hizi ndoa tunaharibu hiyo kizazi kinachokuja. Kumbuka hawa watoto ambao leo hii baba na mama wameachana, na wenyewe watakuja kuwa watu wazima. Wamelelewa huko mtaani, hamna baba, hamna mama, kaachwa kwa bibi. Atakuwa mzazi gani na yeye? Tunaendelea kutengeneza generation ambayo yani kwanza haina maadili. Tutalaumu Gen Z sasa hivi. Tunalaumu Gen Z, lakini naona wazazi hawana muda. Ana muda. Kashate kuugomvi kidogo wanachana. Mbona wazazi wetu wameishi? Kwani wao waliwezaje? Umeona Ndio maana unaambiwa mgogoro ukitokea, mfano, nenda kwenye baraza la usuluhishi. Sasa kwenye baraza la usuluhishi ndio hapo changamoto. Mimi nadhani watu wanaotakiwa kuajiriwa kule wao wenye maadili, kwa sababu kuna wengine yawezekana yeye ndio ishamshinda. Kakaa pale. Ndio. Sasa akikaa pale atakusuluhisha nini? Wewe umepigwa makofi umefika na ukiangalia katoka kupigwa kofi. Sasa atakwambia muache huyu. Hamna ndoa hapa. Naye anaharibu tu ndoa zao. Hamna ndoa hapa, hamna ndoa. Na kumekuwa na hiyo desturi kwa hivi sasa. Yaani unakuta mwanamke anadai talaka, lakini mwanaume anasema mimi sitoi talaka. Yeye anasema kama usiponipa talaka mimi nitaipata tu BAKWATA. Tayari umeingiwa dhana kwamba talaka iko. Mwanaume akikataa kutoa hiyo talaka inaenda kupatikana BAKWATA. Ndio hapo kosa. Ndio maana nimetoka leo nimepanga kabisa tuliongelee BAKWATA hamna mamlaka ya kutoa talaka. Nyinyi ni kuwasuluhisha tu. Unatoa talaka, talaka inavunja ndoa. Wewe unatoa talaka kwa mamlaka gani? Wewe ni kuwasuluhisha tu. Kwa nini hamtaki kuelewana? Kwa sababu hamna mtu anaenda moja kwa moja kwenye baraza la usuluhishi bila sababu. Huyo mwanamke anayetaka talaka, hebu waseme sababu gani? Na sababu hiyo ya msingi sasa. Mheshimiwa